Katika kuchagiza ukuaji wa uchumi, serikali kupitia shirika la reli Tanzania TRC imeendelea kuboresha huduma ya uchukuzi kwa njia ya reli kwa kusimamia na kuendeleza miundombinu ya reli nchini kwa reli ya meter gauge railway yenye urefu wa kilomita 2707, kujenga reli mpya kiwango cha standard gauge railway kwa awamu ambapo awamu ya kwanza ina jumla kilomita 1219 na awamu ya pili ina jumla kilomita 1590 za njia kuu, na hivyo kufanya reli hiyo ya SGR kuwa na mtandao wa jumla kilomita 2809 ambazo ni zaidi ya kilomita 102 ikilinganishwa na reli ya MGR iliyojengwa kabla ya kupata uhuru. Pia serikali imeendelea na ujenzi wa reli ya SGR kwa maeneo mengine yakiwemo Shoroba wa kusini na kaskazini kwa kadri ya upatikanaji wa rasilimali fedha. Mheshimiwa Spika, katika kurahisisha usafiri kwa wananchi sambamba na utekelezaji wa maagizo wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akihutubia taifa mwezi Disemba mwaka 2023, alielekeza kuanza uendeshaji wa treni katika reli ya SGR kipande cha Dar es Salaam hadi Dodoma. Mheshimiwa Spika, napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa wizara kupitia TRC ilianza rasmi huduma ya uendeshaji wa treni katika reli ya SGR tarehe 14 Juni mwaka 2024 kwa safari kati ya Dar es Salaam na Morogoro, na tarehe 25 Julai mwaka jana kwa safari ya Dar es Salaam mpaka Dodoma. Kutokana na mafanikio haya, ninampongeza sana na kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuonesha udhubutu katika kuendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika ujenzi wa miundombinu ya reli. Mheshimiwa Spika, tangu kuanza kwa safari za treni katika reli ya SGR hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, TRC imesafirisha jumla abiria milioni 254,828 na kuwezesha kukusanya mapato ya jumla ya shilingi bilioni 60.25. Usafiri wa treni katika reli ya SGR umepunguza muda wa safari kutoka masaa 9 zilizokuwa zikitumika kwa usafiri kwa barabara hadi kufikia masaa 3 kati ya Dar es Salaam na Dodoma, na hivyo kuwezesha muda uliopunguzwa kutumika katika shughuli nyingine za uzalishaji mali. Aidha, serikali inaendelea na kukamilisha taratibu za kuanza usafirishaji wa mizigo kwa reli ya SGR ambao unatarajiwa kuanza mwezi Juni mwaka huu. Mheshimiwa Spika, serikali iliahidi kuendelea na ujenzi wa reli ya SGR, hivyo napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa serikali imeendelea kutekeleza ujenzi wa reli ya SGR kwa awamu ya kwanza, ambapo hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu ujenzi umefikia hatua mbalimbali kama ifuatavyo. Kipande cha Dar es Salaam Morogoro ni 99.72 ambacho kinajumuisha ujenzi wa njia ya kuingilia bandarini yani port link iliyofikia 91.78. Kipande cha Morogoro Makutopora chenye urefu wa kilomita 422 imefikia 97.98. Kipande cha tatu Makutobora Tabora imefikia 14.53. Kipande cha 4 Tabora Isaka imefikia 6.65, na kipande cha 5 Mwanza Isaka imefikia 63.16. Mheshimiwa Spika, serikali pia imeendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa SGR kwa awamu ya pili, ambapo ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tabora Kigoma yenye urefu wa kilomita 506 umefikia 7.88. Aidha, kukamilika kwa ujenzi wa reli hii kutafungua biashara kati ya Tanzania na nchi za jirani za ukanda huo ikiwemo Burundi na DRC. Mheshimiwa Spika, katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ibara ya 30 serikali iliahidi kuendelea kunufaika na fursa za kijiografia kwa kubuni na kukamilisha miradi mikubwa ya kimkakati ili nchi iweze kunufaika zaidi na fursa. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kuwa serikali kupitia TRC imesaini mkataba wa ujenzi wa reli ya SGR kipande cha Uvinza Musongati yenye urefu wa kilomita 240 mnamo tarehe 29 Januari mwaka huu. Kusainiwa kwa mkataba huu ni matokeo ya ushirikiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Burundi. Kukamilika kwa reli hii kutaunganisha nchi ya Burundi na bandari ya Dar es Salaam sambamba na kufungua nchi ya Tanzania kikanda na kurahisisha ufanyaji wa biashara kati ya Tanzania, Burundi na DRC. Mheshimiwa Spika, vile serikali kupitia TRC imeendelea kufanya ununuzi wa vifaa
vifaa vya mbalimbali vya treni ikiwemo ununuzi wa vichwa vya treni, mabehewa, mitambo kwa ajili ya kutoa huduma za usafiri kwenye reli ya SGR. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, mabehewa 71 ya abiria, vichwa vya treni vya umeme 17, seti 10 za treni za mchongoko zimewasili nchini na kuanza kutoa huduma. Pia mabehewa 264 ya mizigo kati ya mabehewa 1430 yaliwasili nchini tarehe 11 Disemba mwaka jana, na hatua za majaribio ya mabehewa hayo zimekamilika. Vile vile serikali imeendelea na uendelezaji na uendeshaji wa reli ya MGR. Kutokana na umuhimu wake, serikali inaendelea na ukarabati wa njia ya reli ya MGR ya Kaliua Mpanda yenye urefu wa kilomita 210 ambapo umefikia asilimia 20.04, pamoja na kusaini mkataba wa ununuzi wa malighafi za matengenezo ikiwemo reli, mataruma na vifungashio kwa ajili ya ukarabati wa njia ya reli Tanga Arusha na Ruvu Mruazi Junction. Utekelezaji wa miradi mbalimbali ya TRC unapatikana kwenye kitabu changu cha hotuba budget kuanzia ukurasa 46 hadi 59.